Historia nyingi zilikuwa zenye kuleta hali ya kujiamini pamoja na kujimilikisha kile ambacho unaona ni haki yako milele. Mataifa mengi yalipigania kile ambacho kilikuwa ni haki yao. Je, taifa la Kenya lilipitia madhaibu gani katika kutetea haki walionayo kwenye ardhi yao? Miaka nyuma kabla ya uhuru, ardhi ya Kenya haikuwa tulivu. Anga lilikuwa zito, mioyo ya watu ilikuwa na hasira na matumaini yalikuwa yamefunikwa na kivuli cha ukandamizaji. Watu walinyang'anywa ardhi yao, walilazimishwa kutumikia mifumo ya kigeni na waliishi kama wageni katika nchi waliokuwa ni haki yao. Lakini katikati ya giza hilo kulizaliwa moto. Moto wa kupigania haki uliweza kubeba silaha za Wakenya na mitutu ya bunduki kutoka kwa wageni. Wageni hao ni pamoja na Wajerumani, Waingereza na wengineo. Je, moto huo ni moto gani ulioleta uchochezi wa vijana na wazee kushika silaha zao? Moto huo ni Mau Mau. Mau Mau ambalo si kundi la wapiganaji, ilikuwa ni ishara ya hasira miaka mingi, ndoto ya uhuru na uamuzi wa watu wa kawaida kuikomboa nchi yao kutoka kwa wakoloni. Vijana walikusanyika kwa siri, wakala viapo ya kutisha, wakajificha milimani na wakaapa kuwa ni uhuru au kifo. Serikali ya mkoloni ilipigwa na butwaa. Wakoloni waliona Mau Mau kama jinamizi lililokuja kuzima ndoto yao ya kutawala milele. Walitangaza hali ya hatari, wakapeleka askari wa kivita na kuanzisha mateso ya kutisha, lakini hawakuweza kutuzima moto uliokuwa tayari kuwaka mioyoni mwa Afrika. Mau Mau hawakuwa na mabomu. Hawakuwa na ndege za kivita, lakini walikuwa na kitu ambacho Uingereza haikuwa nacho: imani isiyotikisika kwamba ardhi yao ni yao, kwamba uhuru sio zawadi, ni haki. Wengine waliwaita magaidi, lakini ukweli hauwezi kufichwa milele. Mapambano yao yaliamka dunia nzima, yakaibua aibu za ukatili wa koloni, na kwa mara ya kwanza Uingereza inaanza kukubali enzi ya koloni ilikuwa inafikia mwisho wa taifa la Kenya. Na ilipofikia Disemba 12, 1963, bendera ya Uingereza ilishushwa kutoka angani na ya Kenya ikapandishwa. Dunia ilishuhudia mwanzo mpya, lakini nyuma ya shangwe hizo palikuwa na damu iliyomwagika, machozi yaliyotiririka na maisha yaliyopotea. Yote kwa ajili ya jina moja ambalo ni uhuru. Na hii si hadithi ya zamani, pia ni ukumbusho kwamba uhuru ulionao leo ulipiganiwa na mashujaa wetu walioleta jina la uhuru. Na historia ya Kenya haiwezi kamwe kuwa kamili bila kutaja Mau Mau. Na hii si hadithi ya zamani, pia ni ukumbusho kwamba uhuru tulionao leo ulipiganiwa na mashujaa wetu walioleta jina la uhuru. Na historia ya Kenya haiwezi kamwe kuwa kamili bila kutaja Mau Mau. Mashujaa hao walijificha misituni, waliteseka magerezani, walinyongwa bila kesi, lakini walikuwa na sauti inaendelea kuvuma kizazi hadi kizazi. Mau Mau sio hadithi ya kuogopwa, ni hadithi ya kusimuliwa kwa sauti, kwa picha na kwa vizazi vyote vijavyo. Na yote kwa yote, mhenga anasema kuwa mtaka cha mvunguni sharti ainame. Na aliyekuandikia makala haya na msomaji wa makala haya ni Abdi Khatib Ramazan. Nikutakia usikilizaji mwema wa makala nyingine.